Hapa ni kituo cha mabasi cha Mwenge, mwanamichezo popote ulipo. Jina langu naitwa Dickson George na hii ni Bongo Headlines. Yote kwa yote ni kuja kutafuta zile taarifa za kimichezo ambazo zinaendelea kuchukua nafasi katika ligi yetu na katika nchi yetu ya Tanzania. Hivyo tuko hapa Mwenge kwa ajili ya kuzungumza na mwanamichezo ambaye tuko naye hapa. Huyu ni mwanamichezo na ni shabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba, na ndiye yule ambaye anakibeba kikombe kibegi cha makombe. Hivyo tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza naye. Ali, mambo vipi? Kama kawaida, mzee wa kibegi cha makombe Alikiumbe. Nipo hapa mazingira yangu ya kujidai. Mambo yanaenda vizuri lakini. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu kila jambo linapangwa na yeye na maisha yanakwenda. Bwana, jana Young Africans umewasikia kupitia kwa wazee na wenyekiti wa matawi. Wametoa ngenga, wamewaka kinoma, nyongo zimetoka wakisema kwamba ule mchezo wa tarehe 15 uliopangwa na bodi ya ligi, mchezo wa dabi kati ya Young Africans dhidi ya Simba, wao hawautambui na wataleta timu pale kuja kucheza. Nyewe kwa upande wenu Simba, mmeipokeaje hiyo? Maana inaonekana ni swala serious sana. Kwanza mimi ni wapongeze kwa namna jinsi ambavyo wamekuwa wakisimama na msimamo wao. Na malengo yao huenda wanayoyalenga huenda katimia. Lakini sisi kama mashabiki wa Simba ama kwa upande wetu wa Simba, sisi tunajipanga kwa ajili ya mchezo. Sisi tuko tofauti na wao. Wao hawahitaji mchezo na sisi tunauhitaji mchezo. Kwa maana yake ni vitu viwili tofauti. Lakini sisi, mimi hususan mimi mzee wa kibegi, mimi naomba wasiingize timu uwanjani. Kwa nini? Wasiingize timu uwanjani nikiwa na maana ya kwamba kutokana na namna jinsi ilivyo, unajua dabi ina pressure kubwa. Dabi ina pressure kubwa. Dabi ni mchezo ambao unavuta hisia nyingi. Dabi ni mchezo ambao unapoteza mpaka maisha ya watu. Kwa hiyo inapofikia hatua kama kuna kipengele fulani watu wanataka kukitumia katika kigezo cha kuto kucheza, mimi naona wafanye hivyo. Kwa sababu nina maana ya kwamba mchezo wa dabi, namna jinsi ambavyo huo unachukua mazingira mazima ya taswira na ugumu wake, ikitokea mtu kapata kichochoro cha kukimbia, akimbie. Sasa Yanga hivi sasa amepata kichochoro, kwa ashikilie pale pale alipopata kichochoro. Na haya matamko mimi ni binafsi katika watu ambao wanafurahi sana matamshi yao, basi ni mimi. Jana niliwafuatilia sana pale wale wazee, japo kwamba wao wazee pale, unajua wazee wa Yanga bwana wanatafutwa tu pindi pale timu inapokuwa imeingia kwenye migogoro ya hapa na pale, lakini kwenye mafanikio wanasukuma mbali. Ndio kina mzee Mpili wale, kina mzee nani, kina mzee Manini wale wanajiita wenye timu zao, lakini wale wanaonekanaga tu siku ambazo timu ambazo ziko kwenye mapambano ya hapa na pale, mara huyu ndio utaona wazee. Ndio pale umuhimu wa wazee wanapatikania kwa upande wa Yanga. Kwa upande wa Yanga umuhimu wa wazee pale ndio tutakapoona pale. Na baada ya sakata kuisha, wazee watatafuta sehemu ya kujificha. Hatuwaona wazee tena. Huwezi kuwaona wazee kwenye mafanikio ya Yanga. Lazima uwaone kwenye matatizo tu. Na ndio hivyo mifumo yao jinsi walivyo. Kwa sasa kwa maneno waliozungumza, mimi kama mtu wa michezo kwanza nimesikitika sana, kwa sababu moja ya vitu ambavyo huwa vinahatarisha sana hata amani ya nchi ni baadhi ya watu kuhamasisha vitu ambavyo haviendani na amani ya nchi hii. Tumeshuhudia katika baadhi ya nchi kuingia misuguano mikali sana na magombano na kuuana kabisa kutokana na mambo ya kimichezo. Sasa hawa wazee kwa kitu ambacho wamekuja nacho hivi sasa cha kusema kwamba lolote litakalokuwa liwe, kama kutakuwepo na namna yoyote ya mapambano, labda sijui ligi sijui ndio itaishia pale. Maneno haya sio maneno ya kuchukuliwa kawaida. Haya maneno yanatakiwa bodi ya ligi kae tulie, inyofoe mmoja baada ya mwingine. Yani bodi ya ligi na pamoja na TFF nzima ikae chini, itafakari namna gani maneno haya wayapokee, wayachakate na wamnyofoe mmoja mmoja kwa ajili ya kujibu baadhi ya mambo, kwa sababu kwanza anahatarisha nchi. Usalama wa nchi unaenda kupotea kabisa, kwa sababu utakapofikia kwamba michezo ambayo hii TFF kwamba wanaonekana kwamba hawafai kipindi hichi, wakati hao ndio walisababisha wao wamepata udhamini wa vilabu kadha wa kadha, wamevaa jezi zao, wamevaa nembo zao, wamewapa pointi za bure tu. Kwa hiyo sasa kama leo wanaonekana hawafai kutokana na hiki ambacho kimejitokeza, mimi naona watu hawa wachukuliwe hatua kali. Kwa sababu wakiendekeza vitu vya namna hii,
atakuja kuibuka mwingine. Juzi umemsikia Singida naye kaibuka. Singida naye kadai sijui anataka ajitoe kwenye nini. Mtoto wa juzi tu hapa naye anataka kujitoa. Kwa hiyo inaonyesha ni kwamba hawa watu tusipowaangalia, hizi mambo ya GSM kufadhili baadhi ya virabu 3, 4, 6, hii inakuja kuharibu taswira nzima, na ndio unaona haya yote yanayozungumzwa hapa ndio hayo yanatokea kwenye uchimbuzi huo wa kusajili unakutia pesa katika virabu baadhi. Muunganiko umekuwa ni mkubwa. Yanga amekuwa kama na ujasiri fulani kwa sababu ana wenzake nyuma, atakapozungumza basi na wenyewe wataunga mkono, na tumesikia kuna virabu 6 ambavyo wamejaribu kuunga mkono kwa hichi ambacho kinaendelea kugomea ligi hii na kusema kwamba ligi huenda ikasimama kutokana na kile ambacho kinaendelea hivi sasa. Sisi kama Simba, mimi nakwambia kwa upande wangu kwamba wasipoangalia hili jambo bodi ya ligi watakuja kutuletea matatizo. Kwa hiyo lazima wazingatie hili na lazima waingie moja kwa moja. Nasikia kwamba pale wataleta timu mpaka kuna mtu mmoja sija atoke pale. Sasa hawa watu sio wa kuamini sana, na sisi ndio maana nakwambia sisi hatuwaamini sana kwamba hawatoingiza timu. Sina uhakika sana kwamba hawatoingiza timu, lakini nitafurahi sana kama wataacha kuingiza timu. Hauamini kama waingizi timu, ina maana kwamba unawaamini watakuja hivyo hivyo. Wameweka mtego kwa sababu kesho na kesho kutwa Mguto akisema kwamba mimi basi nimekaa pembeni, Yanga wanaingiza timu. Kwa maana yake mpaka hivi sasa wanajiandaa na waganga wao wanafanya kazi huko aliko usiku na mchana kupasua nazi, kuchinja nini, kuwaua wanyama huko kwa ajili ya dabi. Kwa ni kwamba dabi ya tarehe 15. Wewe usizanie pale wale wazee pale ndio wamemaliza. Pale wapo tu kama kivuli, lakini mambo mengi sana yanaendelea na tunayajua. Mashabiki wa Simba, viongozi wa Simba wanajua kwamba Yanga hivi sasa wanafanya kitu gani na wanatanguliza watu, kwa sababu mimi nimekuambia mchezo wa dabi una njia zake. Mchezo wa dabi usipoangalia leo anapita hivi, kesho anapita hivi, ili kusudi tu aweze kukufunga, aweze kuchukua pointi 3 za muhimu. Kwa hiyo sasa kila sehemu sisi hivi sasa ndio tukasema ile kauli yetu ya ubaya ubwela, kuhakikisha kwamba kila sehemu sisi tuko vizuri, kuhakikisha kwamba chochote ambacho kitakuwa kinaendelea pale Yanga tunakifuatilia vizuri. Na hizi tabu zote unazoziona Yanga anazozifanya hivi sasa ni kutokana tu kwamba tumewatoa watu wengi sana ambao walikuwa ni fitina. Tumewatoa watu wengi sana pale Simba ambao walikuwa wanapeleka taarifa zetu za Simba kuwafikishia wao. Hivi sasa hawapo hao watu. Sasa huko wanatapatapa. Yani wao unaona hizi eka hatuchezi, na ni ile mradi tu wapate password moja tu ya Simba anafanya kitu gani hivi sasa, utawaona wanaingiza timu. Lakini kwa madai ya Young Africans, kwa kile ambacho wamekiainisha hasa kwa wazee kwa siku ya jana, waliainisha malalamiko kadhaa, yanapaswa kusikilizwa ama ni ya kupuuzwa? Yasikilizwe na nani? Yanatakiwa yasikilizwe na nani? Na watu wa mpira ama bodi ya ligi, wasimamizi wa ligi hii, ama watu gani? Serikali wasikilize, wanasikilizwa na watu gani? Wao ni kwenye mamlaka ya soka. Mamlaka ya soka ilikwisha maliza, kwa sababu imekwisha toa tamko zake kutokana na namna jinsi ambavyo mambo yalivyo. Bana, tumeahirisha kutokana na hivi na tumepanga tarehe maalum ya kucheza mchezo huo, na watu tayari tumekwisha toa pesa zetu kwa ajili ya kununua tiketi. Kwa maana yake hivi sasa sisi tuko furu. Yani hivi sasa mimi ninavyoongea na wewe hapa tiketi yangu iko mfukoni. Yani hakuna kitu kitakachopotea. Kama ikipotea tiketi yangu mimi, basi ipotee na pointi 3 ambazo nitakuwa tayari nimekwisha zinyakua kwa Yanga. Sasa yeye aingize timu uwanjani, asiingize timu uwanjani, lakini mimi ninachokihitaji ni kuchukua pointi zangu 3. Sasa akileta ukorofi ndio hivyo, na magoli pia napewa. Na magoli pia unapewa. Kwa hiyo sasa asipoangalia hivi sasa, sisi tumejipanga vizuri, na unajua tulivyosema ubaya ubwela watu wengi hawakuelewa. Lakini mpaka hivi sasa watu sasa wanaanza kuelewa kwamba ubaya ubwela tulikusudia nini. Sisi tuliandika barua moja tu. Sisi tuliwafikishia barua moja tu kwamba bana, kutokana na kitu ambacho tumevunjiwa kanuni kadha, hawa mabwana wametuzuia, wameleta wale vijana wao wa Mbagara kuja pale getini, mchezo wa kiuni huo, timu kubwa kama namba 5 Afrika kwa ubora, hatuwezi kufanyiwa vitu vya kiuni. Barua yetu moja tu ikatosha kabisa kuendeleza haya ambayo unayasikia watu mikoani huko wamenyanyuka. Simba hojasikia mashabiki kunyanyuka kwa ajili ya hili. Ni barua moja tu kutoka ofisi za Simba kwamba bana hii imeisha,
watu wakaingia kwenye mfumo. Walivyoingia kwenye mfumo, haya matatizo yote haya unayoona sasa hivi, wazee wanatoka Sumbawanga, wazee wanatoka Arusha, wazee wanatoka wapi kuja kuungana pale Jangwani kwa ajili ya barua hii moja, barua moja tu ya Simba. Hiyo ndio inawapasua vichwa watu wote wa Yanga hivi sasa. Mpaka sasa hivi wanatembea wanazungumza wenyewe kama vichaa. Sasa hivi wewe mfuatilie shabiki wa Yanga, kiongozi wa Yanga, wafuatilie. Na ndio maana jana wamempeleka pale. Ali kama kazungumza vingine, wazee wamezungumza vingine. Vita hiyo inakuja kuingia pale. Na wale wazee wanawatishia kwamba watu waachie timu yao. Wale wazee wameshasahau juzi tu walikuwa wanapitisha bakuli hapo. Wanataka kurudi kule. Kwa sababu wale bwana watasema haya, kwa sababu pale injinia ukiachana tu na mambo yake ya soka, bado kuna maisha nje ya siasa. Anayo. Kwa sasa huenda tayari watu wameshamuita bwana, vipi bwana wewe kama rais wa klabu, mambo gani yanaendelea? Na amekwisha ana dalili zote zile za kuhakikisha kwamba hiyo game inachezwa. Na wazee ndio vile wamekwisha jitokeza. Maana yake pale ile timu huenda wazee wakaachiwa ile timu, kwa sababu ni lazima kucheza. Kwa sababu usipocheza kinaenda kuwakuta kitu kikubwa. Unatolewa pointi, unatolewa magori, unakuja kushushwa katika sijui nini zile kanuni zao. Maana yake ni kwamba hawatokubali wao kuwa katika kipindi hiko kigumu, kwa sababu hata klabu bingwa hawatoshiriki michuano ya kafu, maana yake hawatoshiriki. Sasa nani anaweza kukubali kwa kitendo tu cha kuto kuingiza tarehe 15 timu uwanjani uende kukutana na vitu hivyo vyote? Na ndio maana unaona hata kafu baada ya kupeleka neno lao kule kasi, baada ya kasi kuwatizama akamwambia hebu rudini mnyazungumze haya, kwa sababu wale ndio wasimamizi, hao ndio watu wenye mpira wao, na hawa sio kwamba wamejiweka wenyewe, sisi tunawatambua. Yani wale viongozi wa kasi wanawatambua viongozi wa bodi ya ligi. Kwenye upande wa Simba Sports Club mnaamini kwamba Young Africans tarehe 15 wataleta timu uwanjani? Mimi mpaka hivi sasa nitakuwa mtu wa mwisho kabisa katika ambao wataamini kwamba Yanga hatoleta timu tarehe hiyo, kwa sababu ya hizo hukumu ambazo zinaweza zikamkuta. Na mimi nitawashangaa sana, kwa sababu watakuwa sio watu wa mpira. Mimi kwa kuwashauri watu wa Yanga wakazane hapo. Mimi nataka kuna kitu nataka nijifunze. Yani kuna vitu vingi nataka nijifunze kupitia kwao. Vipi hivyo? Wana msimamo kweli? Yani mimi sitaki kusiketi kwamba ukifanya kitu fulani wao kama nyimbo wanaenda wanazibadilisha. Walisema hatuchezi ngo. Hivi sasa sijui hatuchezi na wao. Yani ili mradi kesho kutwa utasikia msemo mwingine. Kesho kutwa tena ili mradi tu kuisogelea dabi. Sasa sisi hatuna pressure, sisi tumekaa pembeni, lakini wao wawe na tahadhari kwamba sisi tumejipanga vizuri. Tuko vizuri. Kama kuna kitu wanahitaji wasikie Simba wanafanya nini Simba, sisi tumejiandaa. Ndio maana unaona wachezaji wako kwenye mazoezi. Fadu Davis tayari amekwisha tangaza mazingira ya watu jinsi gani, kina nani warudi kambini, mazingira gani yaendelee. Viongozi wetu wako vizuri kufuatilia mchezo unachezwa vizuri, na tunasikia bodi ya ligi nao wamejipanga vizuri. Kwa sisi tunasubiri tu pointi 3, na alete timu atapigwa, asilete timu atapigwa. Sasa achague yeye asilete timu ama alete timu. Amesema pointi 3 kama utapewa za mezani basi yeye atangatuka. Ligi ndio itaishia hapo. Bingwa nani sasa hapo? Bingwa atabaki kuwa Simba, na sisi tunataka ubingwa. Msimu wote huu tumepoteza baadhi ya vikombe vya muhimu sana. Unatambua hilo. Kwa hiyo sisi tunahitaji ubingwa. Sasa kwa staili hii tunaona kabisa ubingwa Simba anaenda kuwa bingwa wa ligi hii NBC. Na sisi hatuna wasiwasi, kwa sababu dalili zote za kuchukua ubingwa zipo. Ukiona watu wanajitekenya wenyewe, wanacheka wenyewe, ujue tayari dalili zote za Simba kuwa bingwa tayari. Na sisi hivi sasa tunataka kuchukua kombe hili, tuna makusudio, tumejipanga vizuri. Na sisi hutosikia tunazungumzia kitu hiko kwamba mchezo huo itakuwaje. Sisi tunazungumzia mipangilio ya kuingia ndani ya mchezo huo. Hao wazee tumekwisha wazoea sana kwenye shida hizi, tumekuwa tunawasaidia kwa hatuna tabu. Tunajua tu sehemu gani ambapo watarudi wenyewe watakiri. Na huwa ni vigeugeu wale wazee. Wale wazee unavyowaona ni hakuna wazee vigeugeu kama wazee wa Yanga. Haraka sana watakuja kugeuka bwana, sawa tumekubali mchezo. Na mimi nawaambia washikilie hapo, kwa sababu sisi tunataka kombe hili. Na mimi binafsi katika watu ambao niliwasikiliza jana, yule mzee mmoja yule alivyosema kwamba kutokana na hiki ambacho kinaendelea huenda
hatutoshiriki, mara sijui hatutoweza kufanya jambo fulani, hatutowatizama watu fulani. Mimi nasema hiyo ifanyike kwa sababu kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Kipindi kile Simba tunalalamika kutokana na namna jinsi ambavyo uongozi ulivyokuwa ukitunyima vitu vya muhimu. Watu wanashika mipira inaingia golini, Simba ananyimwa haki zake, tulionekana kama ni wakorofi fulani hivi. Lakini hivi sasa tunaona sasa wao imewatokea wao. Kipindi kile tunawaambia bana sajili hizi huyu mtu kuweka fedha hizi anaharibu ligi, hawakuyatizama hayo. Lakini hivi sasa wameanza na wenyewe. Sasa unajua kawaida mtoto ambaye anapendwa sana, siku ikitokea limemgeukia utasikia kelele zake ndani. Kwa hiyo ndicho kinachotokea kwa upande wa Yanga hivi sasa. Shukrani sana mzee wa Kibegi cha Makombe. Shukrani kwa ushauri wako, umewashauri wazee wa Yanga pia na umetoa maoni yako kama mwanamichezo. Shukrani sana. Ubaya si tuko vizuri. Sasa mtazamaji wa Bongo Headlines, hapa tulikuwa tunazungumza na shabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba, anaitwa Ali, mzee wa Kibegi cha Makombe kutokea Wekundu wa Msimbazi, na ametueleza maoni yake kupitia kile ambacho kinaendelea sasa hivi kuhusiana na ile dabi ya June 15 ambayo imetangazwa na bodi ya ligi, mchezo kati ya Young Africans dhidi ya Simba ambao mpaka sasa bado unavuta ni kuvute katika pande ya Young Africans pamoja na bodi ya ligi. Mimi naitwa Dickson George, nyuma ya kamera alikuwepo Medadius Mandoro. Endelea kutufuatilia kwa ajili ya kupata matangazo yetu ya kimichezo ukiwa wa kwanza. Usisahau kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele.